Qur'ani kidogo tu kwa ajili ya kuchokoza. Kwani mwisho wa Mungu kuvuvia ni mwisho lini? Kwa sababu hiyo Qur'ani tukisema hapa tunaikataa kwa sababu imeandikwa karne ya 7. Kwani mwisho karne ya ngapi Mungu kuvuvia au kutoa ufunuo wake kwamba sasa hivi ujumbe uende kwa wanadamu? Ilikuwa ni baada sababu cha ufunuo. Ndio maana alifunga pale 22:18 pale akasema usiongeze wala usipunguze kitabu hiki. Amefungia hapa. Yaani baada ya Yesu kuja akamaliza kazi ya ukombozi. Karibuni watazamaji wetu, tunatengeneza tena maudhui mapya ya kipindi cha dini na mwalimu Kiabashasha Medad. Leo tutakuwa na kipindi hapa hasa tukijibu hoja za mwalimu Kesede kwamba Biblia imechakachuliwa, Biblia imeharibiwa. Tumeshapitia mara nyingi sana, Waislamu wanatoa ushahidi kwamba hii Biblia sio ile ambayo hata kama tunasema Biblia ni mkusanyiko wa vitabu, lakini sio mkusanyiko wa vitabu vile vya Mwenyezi Mungu ambavyo vilitolewa kwa manabii wake. Sasa leo nikasema tutazijibu hizo hoja, na kwa kuanza mwalimu, leo nilikuwa natamani uniambie kwanza, Biblia ni ya nani? Nani mwandishi wa Biblia? Mwandishi wa Biblia ni Mungu mwenyewe kupitia watu maalum aliowachagua ambao walikuwa ni mitume na manabii na wakaandika chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Mungu ndiye aliyehusika kuandika Biblia. Tukisoma ile Petro wa pili sura ya 1 mstari wa 20 itakuwa tena ni bora isomwe hiyo. Petro wa pili 1:20. Sawa. Itakuwa ni bora ikasomwa hiyo. Kwamba mwandishi wa Biblia Petro wa pili 1:20. Sawa. Mkijua neno hili kwanza ya kwamba hakuna unabii katika maandiko upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu. Maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Asante sana. Kwa mwandishi wa Biblia ni Mungu mwenyewe aliyeandika kupitia watu maalum waliokuwa wamewachagua wafanye kazi hiyo, kwa maana mitume na manabii. Na walipokwenda kuandika, Mungu hakuwaachia waandike kwa akili zao, bali walikuwa chini ya udhibiti na muongozo wa Roho Mtakatifu, ni Roho wa Mungu. Andika hiki, acha hiki. Hiki ni sawa, hiki sio sawa. Kwa waliongozwa na Roho wa Mungu. Sawa. Tukiendelea kutumia neno hilo mkusanyiko wa vitabu Biblia. Biblia ambayo imeandikwa na Mungu ni ipi? Kwanza labda kuna jambo ambalo kwa muda mrefu ambalo Waislamu wamekuwa wanalichanganya sana, na kuna wanaojua wanachokifanya, majua ni mashehe na waadhiri wa Kiislamu wanajua wanachokifanya. Katika kutaka kuharibu, nitumie msemo wa kawaida wa mitaani, katika lengo lao la kutaka kuharibu biashara ya neno la Mungu ambalo tunasema ni Biblia, wajaribu kujenga hoja kinzani kwamba Biblia bwana, nani aliyepewa kitabu kinaitwa Biblia? Kwamba Biblia alipewa nani? Biblia sio kitabu cha Mungu. Iko hivi, unaposema neno Biblia ni mkusanyiko, neno la Kigiriki biblos, kwa maana ya mkusanyiko wa vitabu vyote vya Mungu vilivyoandikwa na manabii wa Mungu kwa uongozi wa Roho Mtakatifu, ambavyo Agano la Kale vitabu 39, Agano Jipya ni vitabu 27. Hivyo vitabu viliandikwa kimoja kimoja. Isaya aliandika kivyake, Yeremia kivyake, Musa aliandika vitabu 5 ambacho ni cha Mwanzo, Kutoka, Hesabu, Mambo ya Lawi na Kumbukumbu la Torati. Kuna Yoshua na kina Ezekiel, Daniel, hao wote waliandika kwa wakati na muda tofauti. Kwanza ijulikane vitabu vyote hivi viliandikwa mpaka vimekamilika kuwa kuwa kwenye kifungu moja vilichukua miaka 1500, karne 15. Kwa waandishi waliandika kwa miaka, majira na maeneo tofauti, na Biblia iliandikiwa maeneo tofauti. Yaani kwa bara Asia, bara Urana, Afrika. Kwa maana kuna manabii waliishi huko Afrika huko andika hivi vitabu ambavyo unaposema Biblo Kigiriki kitabu, Biblos Kigiriki kwa maana vitabu vingi, natumia kwenye plural. Kwa hiyo tunaposema hii Biblia, yani tulikuwa na maana ule mkusanyiko wa vitabu vyote 66 ambavyo walifanyia binding, binding pamoja, na lengo la kubinding pamoja viwe na wepesi wa kuvibeba na kuvisoma. Sasa fikiri mtangazaji, vitabu 66 vingefungwa Isaya cha kwake, Yeremia, sasa huo mzigo ingebidi uko ni mkoteni sasa kubeba. Kabidi viandikwe bakavibinding pamoja ili kuleta mtiririko wa kuvisoma na wepesi wa kuvisoma. Lakini kama kuna mtu anataka kuvitenganisha anaweza. Kama ni Muislamu sema mimi sitaki vikae pamoja, basi akachukue Mwanzo kikae peke yake, Kutoka kae peke yake, inawezekana akiamua hivyo. Lakini walifanya binding pamoja ili viletwe wepesi wa kubeba. Kwa unaposema neno Biblos au Biblia hii, chukua na maana ya vitabu hivi. Vitabu gani?
vitabu vya maneno ya Mungu, maana vitabu viko vingi. Ndio maana vitabu vya maneno ya Mungu. Kwa maana nini? Kuna vitabu vya hadithi, vitabu vya maneno ya watu, vitabu vya maneno ya shetani, vitabu vya maneno ya mapepo. Ndio maana vinaitwa vitabu vya Mungu. Ndio maana ya Biblia. Lakini Waislamu kama kusudi kabisa, kuna msemo vijana anasema kujizima data ili waharibu biashara ya kitabu hiki, wauze biashara yao Qur'ani, wanaamua kucheza na akili za wasiosoma. Kwenye Uislamu kuna grade wasema maamuma. Yaani maamuma ni Waislamu jina hajui chochote kuhusu vitabu vya Mungu, vimesema nini, hajawahi kuchungulia humo, yeye ni kufuata tu wasami na watu wanatumia itiriki kwa gribu kwa lengo la kuwa biashara ya Biblia. Kwamba sema Biblia kwa maana vitabu vya Mungu hivi. Vitabu gani hivyo? Kutoka, Mwanzo, Zaburi, Torati, Yeremia, Isaya, Mika, Malaki, Daniel, Ezekieli na kadhalika mpaka manabii 39. Agano Jipya viko vitabu 27. Sawa, bado narudia swali langu tena. Biblia ambayo ni mwandishi wake Mungu ni ipi? Tunasema tu ni mkusanyiko ya hiyo Mwanzo, ambayo hiyo Kutoka, hiyo Mathayo, hiyo Luka, ambayo imekusanywa, ipi ndio ambayo tunasema ni maneno ya Mungu? Ndio hii hapa Biblia, hii hapa. Hii tunaoisoma hii ndio hii hapa. Hayo ni mtazamaji wangu, ndio hii hapa Biblia. Ambayo tunasema ndio aliyoandika Mungu, ndio hii. Yaani hivi ndio vitabu ambavyo Mungu aliviandika kupitia mikono ya watu waliowateua chini ya uongozi na udhibiti wa Roho Mtakatifu. Kama tulivyosoma kwenye maandiko. Ndio hii hapa hii. Tunaamini tayari sisi ambao tayari ni Wakristo, tumeshafundishwa ndani ya Ukristo, tunaamini kwamba maneno ya Mungu ndio aliyovuviwa waandishi wakaandika. Lakini tunakuta kuna Biblia sasa. Hapo umenionyesha hiyo moja, itakuwa na vitabu tofauti na hii hapa Biblia ya Kiafrika, na itakuwa na utofauti na hii, labda vitabu vyake idadi ndani. Unaweza sasa kaniambia sasa ni ipi ambayo inaamriwa kwamba hiyo ipi iwe maneno ya Mungu? Hapa juu ya meza hapa tuna Biblia 4. Yaani maana yake ni kwamba Biblia zote ambazo umejaribu kueleza, hii hapa ni maneno ya Mungu. Ni Biblia ipi au ni vitabu vipi ambavyo ni maneno ya Mungu? Ila tumia neno Biblia ambalo limezoeleka. Ni vile vitabu, ni Biblia zote ni sahihi kwa maana vile vitabu, yani vitabu vyote ni sahihi kwa maana vile vitabu 66 tu. Vile vitabu vingine, kwa mfano kuna Biblia ambayo ina vitabu 73 ambao ni hii hapa. Inaitwa Biblia Imprimato, tumia mara nyingi wa Katoliki. Na ile Biblia wa Afrika wanatumia Katoliki. Hivi ni vitabu, na kuna Biblia inaitwa Biblia ya Ethiopia ni Bible. Ina vitabu 80 na ngapi? Na 8. Kwa hiyo Biblia ni ipi iliyo sahihi? Ni ile ya vitabu 66. Hata hii ni sahihi yenye vitabu 73 kwa maana vile 66. Vile 7 na wao ndio maana wameviwekea maelezo. Wanavita vitabu vya apokrifa. Ni vitabu vinavyohusu maisha ya Wayahudi wakati wakiwa utumwani Babeli, kwamba walisimamaje, walipambanaje zidi ya imani yao. Yaani ni shuhuda ambazo hata leo watu wana shuhuda nyingi tu za maisha yao, jinsi Mungu alivyowapigania. Kwa Biblia zote ni sahihi kwa maana vile vitabu 66. Ila vile vitabu vingine ambavyo vinaitwa vitabu vya apokrifa, vile si vitabu sahihi vya maneno ya Mungu. Na kwa taarifa yako nikwambia mtangazaji, vitabu vya apokrifa viko karibia 80. Yaani ukivika pamoja vinazidi vitabu hivi hapa 66. Ambavyo vitabu hivi vyote vilikataliwa kabisa na mababa wa kanisa, na kwanza Agano la Kale vilikataliwa na Wayahudi wenyewe. Wakasema vitabu hivi si vya Mungu. Kwa nini? Unajua kulikuwa na uhuni wa shetani wa kujaribu kuharibu Biblia kama ilivyokuwa leo. Kuna harakati nyingi za kupotosha Biblia kwenye mitandao, wahubiri, mbona kama kina Kesede hapa, wanapotosha. Sasa wenzetu wa zama zile wenyewe walikuwa wanaandika vitabu vingine mbadala ambavyo ni feki ili kupoteza maboya, waamini waache kufuata vitabu vya kweli, wakidai nacho hiki ni cha Mungu. Lakini ukiingia ndani ukisoma, unagundua kama umeshasoma vile vitabu 66 kwa Biblia, kama umeshawahi kusoma vile vitabu 66 vyote ukavielewa, utakapoingia kwenye vitabu vile vingine vitabu vya apokrifa, utagundua kwamba uko unatembea kwenye nchi ya kigeni. Utagundua kwamba niko kwenye nchi ya kigeni kabisa, hamna neno la Mungu humu. Ni vitabu vya masimulizi vinavyohusu maisha ya Wayahudi, jinsi walivyopambania imani yao walivyokuwa utumwani Babeli kwa miaka 70. Ndio vinaelezea hivyo vitabu vya apokrifa. Na vingine vilikuwa ni vya kuna ambavyo vilikuwa, kwa mfano vitabu kama vya Makabayo. Ni kitabu kinachoelezea historia ya kweli kabisa, na Makabayo alikuwa anaitwa Yuda, ila mtu mmoja alikuwa anaitwa Yuda, wakampa jina Makabayo. La kama jina alikuwa ni AKA Makabayo, yani Hama Manyundo.
jinsi alivyosimama kupambana na serikali dhalimu za Babeli ambazo zilijaribu kuwalazimisha wafuate desturi na mila za Kibabeli, waache kufuata desturi na mila za maagizo ya Mungu kwenye Torati, wakapambana. Pale mwanzo tumeongelea kuhusiana na kwamba Biblia imeandikwa sehemu tofauti tofauti, Ulaya, Asia, inawezekana na huko Afrika, kwa sababu mitume walikuwa tofauti. Sasa ile ya maneno ya Mungu tunasema iliyoandikwa wapi? Au Biblia hao watu walikuwa wanaandika wakiwa na mawasiliano kwamba wewe wa Ulaya andika hivi na mimi niandike hivi, au kuna mmoja alikuwa na copy kwa mwingine? Hayo ndio swali zuri sana mwandishi, na hili swali mmoja sio akili yako ni roho Bwana amekupa uliulize. Ndio hapo umoja wa Biblia unapoonekana, na ndio Biblia inaposhangaza watu. Hawa watu hakuna aliishi na mwenzake, waliishi kwa miaka, wewe fikiria miaka 1500. Na mtu kuishi miaka mingi 70, 90, 100 full stop. Waliishi maeneo na miaka tofauti. Hawakujuana wala hakuna aliyetazamia kwa mwingine. Lakini walipokuja kuandika, waliandika vitu ambavyo vyote vinakwenda pamoja. Yaani utadhani Yeremia alimwachia Isaya kwamba endeleza hapa, endeleza season hii. Utadhani Isaya alimwachia Ezekiel endeleza season hii. Kwa nini? Vilikuwa under control Holy Spirit. Roho Mtakatifu alikuwa anawaongoza. Na Biblia, mtangazaji, nikwambia kitu kimoja mtazamaji wangu, Biblia nzima ina ujumbe mmoja tu, ukombozi, redemption. Basi Biblia ina jumbe 10 wala 7, ina ujumbe mmoja tu, ukombozi. Soma kitabu cha Mwanzo, tunapata pale Mwanzo sura ya 1 mpaka sura pale ya 3, inatuambia sura ya mwanzo na ya pili Mungu alivyoumba viumbe na mwanadamu. Sura ya 3 inatuelezea anguko. Baada ya anguko hilo, sura ya 3 hiyo 3:15 inatuambia mpango wa Mungu mwanadamu kumrejesha tena kwenye maya yake. Kwa baada ya hapo Biblia nzima mpaka Malaki inaongelea ukombozi tu na utabiri wa kuja mkombozi ambaye ni Yesu. Kwa hiyo manabii au roho, kwa sababu mwandishi ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu kimsingi ndio Mungu mwenyewe. Aliyekuwa anawaongoza. Anayejua alianzia wapi kwa simulizi miaka 400 iliyopita, kwa Kiabasha leo anakuja anaunganishia wapi. Na simulizi hajui, Kiabasha hajui simulizi aliandika ni miaka 400 iliyopita hajui. Lakini sababu ni Roho Mungu anayejua alikoishia, anaunganishaje story, anaandika bila kujua wala kusoma cha mwingine kitabu. Huo ndio umoja wa ajabu Biblia mpaka leo wanashangaa watu. Okay, sasa nikija hapo tunaposema kwamba vitabu 66 ndivyo vitabu sahihi, lakini hata hivyo vingine ni sahihi kwamba kwa sababu wametoa maelezo kwamba vinaelezea historia. Umeniambia hapa kwamba mababa wa kanisa walivikataa vitabu. Kwa hiyo tunapozungumzia Biblia takatifu, tunaamua ile ya mababa watakatifu ambao waliamua, au tunaangalia Mwenyezi Mungu alichokuwa anaongea na hao wengine walioandika hivyo vitabu vingine? Kwa mfano, Biblia kama hii haina kitabu cha Enoch. Nikienda kusoma Ethiopian Bible nakuta kuna kitabu cha Enoch, cha Enoko. Sasa kama inatokea hivyo kwamba kwenye Ethiopian Bible kuna kitabu cha Enoko, maana yake aliandikwa yeye hakuongozwa na Roho Mtakatifu, alafu au mababa wale ndio hawakuamua labda kuna ujumbe fulani kwenye hicho kitabu hawataki watu waupate. Hakuna ujumbe wote wa maana zaidi ya upotoshaji kwenye hivyo vitabu. Na vitabu tunavyovifuata nimeeleza vizuri, mababa wa kanisa walivikataa, kuanzia mababa wa kanisa kwa maana ya Injili. Maana kuna Injili nyingi, kuna Injili ya Isa, kuna Injili ya Mathayo, kuna Injili ya Mariamu, kuna Injili wale wajumbe 12 wanasema, Injili ya Barnaba, zote ni Injili fake. Nasema walizikataa mababa wa kanisa kwa pande wa Agano Jipya, kwa maana kwamba waligundua kwamba vitabu hivi vinachomekwa kuharibu ukweli wa neno la Mungu. Mbona mpaka leo wanaandika Biblia hizo? Hata Uganda alikuwa andika mtu anaitwa Joseph, alikuwa andika Biblia kwake, ikakataliwa kwamba hii ni Kanyaboya, sio yenyewe, ni hii original. Kwa hiyo tunaofuata ni hivi vitabu ambavyo ni 66 ambavyo ni Mungu aliwaelekeza waandike wale manabii na mababa wa kanisa na mababa wa Kiyahudi wale ambao wanaitwa ni watchers. Unajua Biblia Agano la Kale ilikuwa na watu ambao wa Masoretki au Masora ambao au watchers, Kiingereza watchers kwa maana ya wasimamizi wa Biblia, ambapo usingeweza kuifanya chochote wala kuiongeza au kuipunguza chochote, maana wasimamizi walikuwepo. Walikuwa na copy original. Ndio maana ikitokea zile copy fake wasema yani kama noti tu. Ikija noti unaijuaje? Ukiangalia nje, rangi, miaka, sasa shilingi 10,000 unajua, ukiweka kwa juu unajua hii ni noti original. Na ndio maana watoto wanazivaa. Lakini waliokomaa wanaojua kuna vigezo wanaviangalia. Kwamba noti original ina vigezo 1, 7, 10. Hii inavyo. Wakiingia unakuta vile vigezo wakuu, unajua hii noti ni fake. Kwa kwenye vitabu walivikataa kwamba hivi si vya Mungu kwa sababu vigezo viligoma. Inawezekana sisi wa Kristo imani yetu ikawa dictated na wale mababa wa kanisa, kwamba wao wakaamua sasa kwa nyinyi kwa sasa hivi natakiwa muamini hivi mwisho hapa 66. Inawezekana kuna siku watakate na wakaamua kiwepo kitabu cha 67 na sisi tutapokea hivyo hivyo bila kuangalia, kwa sababu kama tunasema kuna vitabu 88 na tunasema kuna vitabu vingi inawezekana vinafika hata 100 au 200.
na hatuvifuati hivyo vitabu, tunafuata hivi 66 walivyoamua wao. Siku wakiamua mengine sio tutayafuata vile vile. Hiyo kauli rekebisha, hawakuamua wao, mababa hawakuamua wao, walikuwa na protect Biblia original. Nimekwambia mpaka leo kuna Biblia nyingi fake zinaandikwa, nyingi kwenye mitandao zimejaa nyingi sana fake, wanaondoa hili wanaongeza hili, kwenye mitandao zimejaa nyingi fake. Kwa mababa si kwamba waliamua, waliprotect Biblia original halisi ya vitabu 66 vile, wakasema no, haviwezi kuingizwa hivi kanyaboya, hizi ni not fake. Si kwamba waliamua kwamba hivi, walikuwa na protect vile vitabu original ambavyo ni vitabu 66. Na shida ya watu wengi Biblia hivi vitabu 66 hawajavisoma na wavisomi. Wangevisoma vile mara mbili tatu wakavielewa, alafu akaingia vile vitabu ambavyo wanasoma vya apokrifa, ndio atagundua nimeingia kwenye nchi ya kigeni nyingine kabisa, hamna pumzi ya Mungu kabisa humu. Kwa kitabu cha Enoko kimekuwa kinapigiwa jaramba kwenye mitandao, Enoko. Lakini kitabu cha Enoko chenyewe waulize kuna nini cha mno mle. Wanakimbilia eneo la uchawi, kama majini yalifanya uchawi yakazaa watu wakubwa, ndio wanakimbilia kapengele yako. Lakini kitabu cha Enoko kimeelezea habari ya jehanamu, habari ya ukali wa jehanamu, habari ya mateso ya kuzimu, watu wabaya watakapokwenda jehanamu, watu wabaya wasivyofaa huko wakimbilie. Ninacho kile kitabu, hakina chochote cha maana. Na nazidi kuchimbua, yani tuseme nazidi kupitia kuandika pointi nyingi ambazo siku moja tafanya kipindi kuonyesha kwamba mtazamaji, mtangazaji, unakikubaliki. Utagundua hapana. Kuna sehemu kwa mfano nasema vitabu cha Enoko kwamba wale majitu walipozaliwa wanaongelewa kwenye kitabu cha Mwanzo 6, kinasema wale majitu baadaye walianza kula watu, na baadaye kuna shetani alianza kuua watu kwa kile kizazi. Kwa hiyo baadaye Mungu akaamua kuangamiza, lakini shetani yale mapepo yale. Cha Enoko hicho kinasema baadaye Mungu alipoamua kuangamiza wale mashetani, kwamba shetani akaenda kumuomba Mungu kwamba Mungu naomba uniachie mashetani machache ambao nitaenda kuangamiza vizazi vya watu, ukifunga yote mita kuaje? Mungu akamwambia poa, kwani kuachia mashetani wale kuwa watu alafu mimi ningeenda afungia hivi, ningia akilini? Hiyo ni sehemu ndogo tu tunaicha kitabu cha Enoko. Sawa mwalimu, nataka nikusomea hapa ujumbe kidogo kuhusiana na kuundwa kwa kanoni ya Biblia. Tumeshaona tayari kwamba kitabu tunachokiita Biblia kwa kweli vimeundwa na vitabu vingi vilivyotengana. Vitabu hivi viliandikwa kwa kipindi kirefu kilichotanuka kwenye karne nyingi. Vitabu vingi kabisa viliandikwa peke yake au kama sehemu ya makundi madogo madogo. Ilikuwa baadaye tu vitabu hivi vilipowekwa pamoja, na jambo hili lilikuwa la mchakato wa hatua kwa hatua. Mchakato ambao kwao vitabu mbalimbali vilipata kuingizwa kwenye Biblia unajulikana kama kuundwa kwa kanoni. Kwa hiyo kwamba kulikuwa na mchakato wa kuingiza vitabu kwenye Biblia. Sasa ina maana nilitaka niseme nani alikuwa anaamua kwamba hiki tiki, hiki kosa, yani kuna mtu alikuwa anaenda anasaisha kwamba hiki umepata, hiki umekosea, au kulikuwa kuna taasisi fulani inakaa inaamua leo hiki kitapitishwa, hiki hakitapitishwa. Nimeeleza vizuri ninaposema kwamba viliingizwa kwenye kanoni. Nimesema kwamba walisimama wale mababa kwa upande wa Agano Jipya, na upande wa Wayahudi waliitwa Masoretic. Wale Masoretic ambao kizungumza ni watchers, wasimamizi wa vitabu sahihi vya Mungu. Kama leo wasimamizi wa vitabu vya Mungu sahihi si wachungaji. Mimi ni mchungaji. Sisi ndio tuna jukumu la kusimamia vitabu sahihi. Washirika wengi na raia wa kawaida hawajui. Kwa hiyo ndio maana vitabu vingi vinakuja vinjili feki, tunavikataa. Wanaposema kanoni, wale waliovileta wakaambia jamani, nyinyi ambao mmeanza kuviamini hivi, hapana, kanoni ni utaratibu. Yaani hapo mimi nimeeleza, nasema neno kanoni ni neno la Kigiriki ambalo linamaanisha kanuni na vigezo. Walikuwa kama nilivyokuambia noti feki. Mtu anaamini baba hii noti original, sema mwanangu ni feki, hamna ni original, sema ngoja nipe vigezo sasa. Bwana, noti original ndani ina twiga. Moja kwa moja utamuona ukiinua kwenye jua hivi. Noti original utaona kuna mstari umeta kama fedha unang'aa huku na huku. Hiyo kiona noti namna hiyo ujue ndio original. Je, hiyo inayo? Hamna, hii ni feki. Ndio maana akasema vitabu kwa mfano vigezo vilivyotumika kuvikataa. Waliokuwa wanataka kuvileta mitaani vinasambazwa. Watu wanavita bwana mchungaji ama wazee waliokuepo kipindi bwana anasema hiki ni feki. Kwa nini ni feki? Ukweli wake ni kiliandikwa na mtu ambaye kinadai kuwa ndiye mwandishi wake na wakati huo na mahala pale, au kiliandikwa baadaye na mtu anayejifanya kuwa mwandishi anayezungumziwa? Wanauliza kitabu kiandika nani? Yeremia. Anaandika mwaka gani? Karne ya 5. Mbona Yeremia amekufa karne ya 2? Yeremia gani huyo tena? Yule hiki feki. Uongo. Vigezo vingine kiliandikwa na mtu wa aina gani? Nabii, mtume, au mtu aliyeamriwa na Mungu? Kwamba wewe kiandika kitabu hiki ni nani bwana? Kiabashasa. Kiabashasa alikuwa ni mtume? Alikuwa nabii? Sasa imekuja kaandika.
Uongo fake hiki, Hakimo. Hata leo tunafanya hivyo, vitabu viko vingi vinaandikwa fake vingi tu. Na injili nimekwambia kuna mtu aliandika Biblia pale Uganda anaitwa Yusufu. Akaandika Biblia kwake fake tu. Tukaikataa hii weka X ya uongo. Si kweli. Usai wake, je, matukio yaliyorekodiwa yanalingana na historia nyingine inayojulikana? Yaani unakuta kuna matukio yalikuwa yanarekodiwa. Wanaviangalia haya matukio yaliyorekodiwa yanalingana na historia inayojulikana au mtu kajibumbia tu. Hivi mtu kajibumbia, anachokieleza hapa ni uongo. Ukweli ni huu. Hii ni uongo. Kigezo kingine kinachotumika kuvikataa uhusiano wake na vitabu vingine vya Biblia. Je, kinakubaliana kwa kweli na mafundisho ya vitabu vingine au ni kinyume na neno la Mungu katika sehemu fulani? Kinaunga mkono au kinapinga? Unakuta vile vikao vinapinga. Kama bwana Qur'ani kwa mfano. Mbona ni tena mfano mwepesi. Qur'ani leo wanadai neno la Mungu. Yaani ni kitabu, tukisema Kiebrania wanasema Biblo. Na Qur'ani inaitwa Biblo vile vile. Kwa maana ya kitabu. Unaona hivyo wanasema ni cha Mungu nacho. Sisi tunasema hapana, hiyo Qur'ani ni fake, sio cha Mungu, tunachikataa. Kwa nini? Tuna vigezo. Kwamba kimeandikwa karne ya 7, vitabu Biblia imeshafungwa kwa maana baada ya Yesu na zile injili zile nyaraka imetoa kufuli nzito. Huyu kaja kukumbuka baadaye mwaka karne ya 7 kuandika. Hii ni fake, tunatoka vigezo, kinapingana na maneno ya Mungu yaliyomo ndani ya vitabu vyake, kinakataa uwezo wa Yesu, mamlaka yake, kufufuka kwake, kinakataa kuja kwa ulimwengu mzima. Tunaambia hiki ni fake. Kitabu cha kweli kitaunga mkono habari za Yesu na maisha yake kwa ujumla. Kwa mfano nikibaki tu hapo kwenye Qur'ani kidogo tu kwa ajili ya kuchokoza. Kwani mwisho wa Mungu kuvuvia ni mwisho lini? Kwa sababu hiyo Qur'ani tukisema hapa tunaikataa kwa sababu imeandikwa karne ya 7. Kwani mwisho karne ya ngapi Mungu kuvuvia au kutoa ufunuo wake kwamba sasa hivi ujumbe uende kwa wanadamu? Ilikuwa ni baada ya sababu cha ufunuo. Ndio maana alifunga pale 22:18 pale akasema usiongeze wala usipunguze kitabu hiki. Amefungia hapo. Yaani baada ya Yesu kuja akamaliza kazi ya ukombozi na watu wakaandika injili yake kwa maana ya maisha yake, mafundisho na maelekezo yake. Baada ya hapo biashara ikaishia hapo. Sasa aliyekuja kuandika nje na hapo baada ya kufa mtume wa mwisho Yohana na mimi ni wa Mungu vinawekwa X. Viliandikwa vitabu vingi. Yaani viko vingi kweli yani. Kwa miaka karibu 80 au 100 vinafika. Vilikataliwa. Kwa nini? Vitabu vya uongo. Ndio maana kwambia hata leo Qur'an tunaikataa. Sio kitabu cha Mungu cha uongo, ni mawazo ya Muhammad na marafiki washikaji zake waliandika tu. Kwa nini? Kinapingana na Biblia Qur'ani kwa 90%. Na vitabu vingine vilikuwa ni hivyo vikakataliwa. Okay, sasa namalizia hapa. Anasema hivi, canon ni ile orodha ya vitabu kama ambavyo umenisomea huko, ambayo viongozi wa jumuiya walitambua kuwa na idhini kwa ajili ya matumizi ya jumuiya. Kwa Wayahudi jambo hili lilifanywa na marabi katika karne ya kwanza baada ya Kristo. Kwa Wakristo jambo hili lilikuwa ni mchakato wa hatua kwa hatua katika karne za mwanzo za enzi za Ukristo. Waislamu au wengine ambao wanapinga Biblia wanazungumzia huu mchakato kama ulikuwa mchakato wa kuedit yale maneno ya Mwenyezi Mungu. Ndio maana wenzetu Wayahudi wao ambao tuseme ndo kama ujumbe wa Biblia unawahusu moja kwa moja au tuseme unazungumziwa moja kwa moja, wao walimaliza karne ya kwanza marabi wao, wakati sisi kwetu ilienda mpaka karne ya 16 ndio tunasema tumekamilika. Ya 16. Hii ni Biblia ya Kiafrika, maelezo yake ndio hivyo inavyoandika hivi. Kwamba tumeenda mpaka karne ya 16 katika kweli. Kwamba ina maana kulikuwa na utofauti sasa. Ule ni uvuvio wa Mungu. Kwa Wayahudi na Wakristo unakuwa na utofauti. Ndio uzuri kaeleza pale kwamba Wayahudi walisimamia kipindi chao, wale nimekwambia masoreti nimekwambia toka mwanzo. Marabi. Kuna watu waliitwa Jamnia, waliitwa kamati ya Jamnia, waliitwa Jamnia ya kudhibiti, yani ambao nimekwambia ni watchers walikuwa wanadhibiti vile vitabu. Kwa hiyo anaposema kwamba ulikamilika karne ya 16, tena bado mimi nasema bado tunaendelea mpaka leo kudhibiti vitabu vya uongo. Yani mpaka tunaendelea. Mpaka Yesu anarudi mchakato ule kwamba kitabu ni cha uongo weka pembeni, bado tunaendelea mpaka leo tunadhibiti. Kwa hiyo tukisema ni mchakato, ule mchakato uliendelea wa kwenda kudhibiti. Anaposema karne ya 16 ni kwamba wale wapinzani sasa ni kama walipotea sasa, wakiwa kuandika vitabu vya upotoshaji ni kama walikoma hivi. Lakini nyakati hizo wameanza kuinuka tena. Tunachokilenga hapa haikuwa kama ni kuedit. Ngoja, ina maana Wakristo walichukua Biblia ya Kiyahudi, tukisema hivyo, lakini wakawa wanazuia vitabu vingine visiingizwe, au wao ndo walichukua Biblia ya Kiyahudi wakapunguza vitabu? Yaani Wayahudi vitabu 39 walikaa na kwambia watchers kwenda kuvilinda, kuvisimamia, na waliojaribu kuleta vitabu vingine nje ya vile 39 vilikataliwa. Na nimekupa sababu ya kuvikataa hapa, nimekusomea sababu za kuvikataa. Kwamba hivi vitabu na vileta ni mawazo ya watu na akili za watu wahuni tu wanaojaribu kuchomekea vitu vya uongo, si kweli. Na ndio maana serikalini kuna wakati wakiandika taarifa fulani wanakanusha. Kwa sababu ni huu muhuri na hii saini ni uongo, angalieni kigezo hiki ni uongo tu, wanakanusha. Yaani nataka nazungumzia utofauti wa Wakristo
na Wayahudi katika kitu kimoja ambacho ni Biblia. Wao Wayahudi ambao ndo naweza nikasema wenye kitabu chao wanamaliza karne ya kwanza baada ya Kristo. Hawa wa Kristo wao waliendelea mpaka karne ya 16, na hapo naniambia walikuwa aidha wanavikataa vitabu ambavyo vinaletwa, tuseme hiyo karne ya 16 walikoma. Sasa wakati muda huo nikisema hivyo, mimi kwangu nilikuwa nimetoa hoja ni kwamba inawezekana vilikuwa vinaeditiwa kupunguza vile ambavyo vimeandikwa kutoka kwa Wayahudi. Wayahudi tunapoongelea ni Agano la Kale. Hivi Myahudi kitabu chako kipunguze. Unamjua Myahudi lakini kwanza. Yaani ndio maana ukasoma kitabu cha Makabayo nikupa assignment simulizi ukisome uone muziki wake. Myahudi ukijaribu hata kuondoa koma, yani haparaliki hapakaliki, na ndio maana watawala wengi walipoligundua hilo walikuwa wakija hawagusi vitabu vyao wala imani yao. Sema ukitaka Myahudi apate wazimu, jaribu kugusa Torati yake. Yaani hapo wazimu utampanda, hamuelewani. Vile vitabu 39 hamuelewani kabisa, ni vurugu, hapakaliki. Ndio. Swali la mwisho kabla tujaingia kwa Kristo tunapokuja karne ya kwanza, kumbuka Yesu alipokuja miaka ikaanza 1. Yesu baada ya kuja miaka ikaanza 1. Kwa hiyo mchakato wa Biblia mpaka unakamilika kabisa kwamba kinafungwa kitabu cha mwisho kwa maana ya uandishi. Uandishi original ilikuwa ni mwaka wa 100. Kitabu cha Ufunuo ilikuwa ndio mwisho pale. Sasa kutoka pale inakuja mpaka 16, nimesema sio 16, mpaka sasa wako wahuni bado wanachomekea vitabu. Kwa mfano karne ya 7. Nimekuambia umesema wewe mchakato unaenda mpaka 16. Karne ya 6 aliibuka mtu anaitwa Muhammad toka Arabuni. Akadai jamani na mimi kitabu cha Mungu kingine bwana. Hicho hapa Qur'an sema ala hebu tusome kwa sema hata huu ni uongo. Mpambano ukawa ni mkali, wanalazimisha sema no. Wakajaribu kuchomeka maneno ya Biblia, wanachomoa kidogo wanapachika kule ili kukilemba kukibrashi kubalika, wakasema no, mpaka leo tunachikataa na utaona wanakilazimisha kwa nguvu nyingi. Mwalimu, kuna namna yoyote kweli labda kuna chanzo chochote ambacho kinaonyesha kweli yani Mtume Muhammad au maswahaba wake waliwahi kujaribu kuiweka Qur'ani ndani ya Biblia? Yani iko hivi, sio kuweka ndani ya Biblia. Yani wanakuja na kitabu hata vilivyokataliwa hivyo apokrifa. Kinaandikwa na mtu anaanza kutangaza na hiki mkifuate ni cha Mungu, vinakataliwa. Hata Qur'ani yenyewe inatangazwa ni ya Mungu muifuate ili kupitia ndio mpate uzima wa milele. Qur'ani inakataliwa. Haina maana wanaibind kwenye kitabu ambacho sasa tunani vitabu 66 iko pembeni. Unajua Yesu anasema usiongeze wala usipunguze. Kuna kupunguza kwa aina mbili. Kuna kuongeza kwa kuandika na mkono, kuongeza maandiko yaliwezekani. Kuna kuongeza kwa kitabu kingine mbadala nje na hivi 66 wakasema ni cha Mungu unachokifuatwe. Hicho ndicho ambacho alikifanya Muhammad, na hicho ndio maana kanisa mpaka leo linaendelea. Viko vitabu vingi walikuwa watu wanaitwa Mormon, imani ya Kimormon. Wana kitabu chao na wenyewe beka juzi tu hapa. Wazasema hiki ni fake, Kanyaboya hiki sio. Ilishafungwa Biblia mpaka leo. Kuna vitabu Uganda kaibuka mtoto anaitwa Joseph ana kitabu chake Biblia. Wakasema hii Kanyaboya fake, tupo kwenye dustbin. Mpaka leo tuko macho watchers, tupo tunaangalia. Sawa, sasa swali la mwisho kabla tujaanza kuzijibu hoja za KSD moja baada ya nyingine. Nilikuwa nataka tumalize kupitia kule kwa Mathayo 17 mstari wa 21. Ambapo kwa sababu mwanzo niliuliza sasa Biblia ipi ni kitabu cha Mungu. Nikisoma hapo Biblia hiyo hapo nakuta mstari wa 21 upo. Ndani ya Mathayo 17:21 ipo. Hii Biblia yangu ya Afrika, hii hapa Biblia ya Kiafrika. Nikisoma Mathayo 17 mstari wa 21 nakuta huo mstari haupo. Alafu mwishoni kule tunasema Biblia itakiwa iongezwe wala kupunguzwa. Na tunasema Biblia ni sahihi zote kwa maana ya vitabu 66. Sasa katika vitabu 66 nataka hicho kimoja cha Mathayo ambacho nafikiri kwenye Biblia zote kimo. Kwa nini sasa huo mstari unapunguzwa wakati tumeshaonywa hakuna kuongeza wala kupunguza? Ule mstari unasema impunguzwa, ukisoma Biblia nyingine uko kwenye bracket. Unapoona, labda nikusaidie simulizi na watazamaji wangu, unapoona Biblia andiko lolote ambalo lipo kwenye bracket, hilo ni msaada wa msomaji ili aweze kufafanuliwa vizuri kila ambacho anapaswa kukielewa kwenye muktadha wa hilo andiko. Kwa hiyo mwandishi anayetoa ufanuzi anaweza kaweka ama asiweke, yuko right. Ila yale mafunuo, maandiko ambayo ni mafunuo hayapo kwenye bracket, uwezi kukuta Biblia hii ilimo umu alimo. Na ndio maana sasa hivi kwa kuleta msaada wa msomaji, ndio maana zimetolewa matoleo mbalimbali ya Biblia zenye fafanuzi pembeni na chini. Kwa jamani, umesoma andiko hili, Mungu aliposema moshi utafika toka puani, Mungu alikusudia moshi uje, Mungu anapua, anafuka mosha, alikusudia 1 2 3. Inaweka ufafanuzi chini au pembeni. Mwalimu, inawezekana katika Biblia mstari wenye namba ukawa ni ufafanuzi tu, sio kwamba ni maneno ya uvuvio wa Mwenyezi Mungu kutoka kwa yule mtume aliandika mwanzo? Ni ufafanuzi.
Labda kitu kimoja ambacho watu wengi wakijui au wanakifahamu. Unajua uandishi wa toka mwanzo ambapo kwa zinaandikwa Biblia, wanaandika moja kwa moja, zilikuwa ni uvuvio moja kwa moja. Lakini kwa maana ya mistari ama aya kuwekwa, wala toka mwanzo ilikuwa hivyo. Haikuwa hivyo. Walikuja manabii kuboresha baadaye katika kuleta wepesi wa msomaji kukumbuka vifungu. Hiyo ndio ilikuwa hekima hiyo, kwamba ilete uboreshaji, ni nukuu mstari wa 5 wa 7, ilete wepesi. Maana inaandikwa jumla kwa hizo aya zikawa zimepangwa ili kuleta wepesi wa msomaji kunukuu maandiko na kujua nini kipengele gani. Kwa sababu mstari nao usema 17:20 Mathayo, 21 Mathayo, kwenye Biblia zingine imeandikwa namna hii haiji ila kwa kufunga na kuomba. Ipo kwenye nini? Mathayo ipo kwenye bracket. Nimekuambia ni msaada. Ipo kwenye bracket. Sasa ninachozungumzia ni kwamba unaposema namba zile zilikuja kwa ajili ya kuongeza. Mimi naweza nikasema na nukuu hapa, Mathayo alisema namna hii haiji ila kwa kufunga na kuomba. Kumbe si Mathayo aliyeandika, ni msemaji. Kwa kuwa nikisoma Biblia au wasomaji wengi wanavyosoma Biblia wakiona mstari una namba, wanajua moja kwa moja haya ni maneno ya uvuvio wa yule mwandishi wa mwanzo kabisa. Ndio maana tunawaelimisha. Ni mwandishi wa mwanzo aliyeleta msaada kwa msomaji. Kwamba mimi nimeandika ni Mathayo, hata nielewa vizuri, akaweka msaada. Lakini ile msaada aliyoweka ni wa ufafanuzi wake. Alikuwa neno la kusema ni la uvuvio moja kwa moja, kwa maana kama andiko mengine anatoa ufafanuzi. Yes, kaelewa. Mungu aliposema anavuka moshi puani amekusudia hiki. Je, watanielewa wengine? Hebu niweke bracket. Aliposema atavuka moshi puani maana yake ni hasira zake kali, anaweka ufafanuzi pale kwenye bracket. Ndio maana sasa tufuatilie sana kwenye bracket. Tunalifahamu hilo. Na ndio maana bracket chache sio nyingi. Kwa mfano za Qur'an ukienda wanaopiga kelele Waislamu. Yaani ukienda kwa mfano kwenye Qur'an kasome tafsiri nyingi bracket kibao, nyingine hazina kabisa, ziko plain. Yaani hicho nakuelewa mwalimu. Ambacho tunaweza tukawa tupo tofauti katika hizo bracket. Bracket za Waislamu uwezo kukuta anasema labda Qur'ani 6 aya ya 7, alafu hiyo aya ya 7 yote iwe ya mwandishi, kama ambavyo tunasema Mathayo 17 mstari wa 21, eti mstari wa 21 ni wa mwandishi mwenyewe. Yaani mtu mwenyewe. Nimejaribu kukueleza habari ya mistari iliyowekwa baadaye. Kwa maana hata Biblia Qur'ani yenyewe inasema Waislamu wanalielewa hilo. Kuleta wepesi wa msomaji. Neno liko vile vile, hata herufi haiongezwi. Ila kuleta uboreshaji wa msomaji, kunukuu vifungu na mahali mistari iliyowekwa baadaye kabisa. Kupanga kwenye mistari iliyowekwa baadaye kabisa. Sawa. Sasa tuingie moja kwa moja kwenye hoja za Mwalimu Kesedee. Lakini pia vitabu vile niongezee kwa nini vilikataliwa vya apokrifa? Ndio. Sababu nyingine vitabu nilivyokuambia ambavyo ni nje na vitabu 66, Yesu na mitume kuvitumia. Yesu na mitume walinukuu mara nyingi Agano la Kale, lakini hawakunukuu kutoka vitabu vya apokrifa. Aseme Makabayo, aseme Enoko hawajawahi kuvinukuu. Walinukuu vitabu vingine vyote vile 66, Yesu na mitume wake. Sababu nyingine waandishi wakudai ni neno la Mungu. Hawakudai kwa neno la Mungu, ndio kama Bwana anena. Vile vitabu vikisema Bwana asema hakuna. Wala vilikuwa na unabii uliosemwa na bado ukatimia, hamna. Shida ni kwamba bwana simulizi pia zina utata mwingi wa makosa ya kihistoria. Vina utata mwingi wa makosa ya kihistoria. Mwalimu, tukisema tunarekebisha hapo kwamba hawakunukuu wale waandishi, tunaona kuna vitabu vingi tu ambavyo havikunukuliwa na hao Yesu au na wanafunzi wake hawakuvinukuu. Kwa mfano hivi vitabu vya mbele kama kitabu cha nikichukua vitabu vya Paulo, si havikunukuliwa na wanafunzi wake vile vile. Hasa watavinukuje wanafunzi wakati ule Paulo? Kwani Paulo alikuwa wakati huo? Wale wanafunzi wa Yesu walikuwa ni wanafunzi wa zile injili 4. Wakati ule Paulo amekuja ameongoka baadaye. Yesu ameshapaa karibu miaka 8 au 10 imeshapita. Ndio Paulo anakuja kuwa Mkristo. Kabla hapa akasema atavinukuje. Hawezi kuvinukuu, Paulo alikuja kuongoka baadaye na kuandika baadaye. Ndio maana kuvinukuu. Sasa hivi vitabu vyote havikunukuliwa hata siku moja na nini? Na Yesu wala wanafunzi wala kuifundisha. Ni vitabu ambavyo vilikuwa ni vitabu fake, vilikataliwa kabisa. Na kukuonyesha pia usahihi wa Biblia na vingine mwandishi asiyejulikana wa uongo. Mara nyingi vilikuwa na waandishi wasiojulikana au waliandika chini na majina ya uongo ya watu maarufu wa Biblia. Yaani tulikuwa tunaandika Yeremia. Mkija kusoma alivyoandika Yeremia na mwaka mnakuta ni uongo. Mpaka leo nasema usitumie jina langu bwana. Usitumie jina langu kujitafutia umaarufu. Mtu anatumia jina fulani kutafutia umaarufu. Walikuwa ndio maana vilikataliwa hivi vitabu, havikubaliwa kabisa. Vilikataliwa vitabu hivi, na mtu yeyote aliyejaa Roho Mtakatifu na ambaye amewahi kusoma Biblia vitabu 66, akisoma vitabu hivi apokrifa kwa makini, hawezi kuvizingatia kwa kiwango cha Biblia na atagundua ni vitabu visivyo na pumzi ya Mungu kabisa. Ataonekana kuwa anasafiri katika nchi ya kigeni. Shida ni moja, watu hawavisomi vitabu vya apokrifa, hawavisoma, wanapiga porojo tu mitandaoni na misikitini. Mwambie vitabu hivi kuvisoma. Hebu vilete utuonyeshe kwamba una maana Mungu mundani. Hamna.
Kitabu cha Enoch muulize, anasema anayepigia kitabu cha Enoch, mwambie kilete utuonyeshe pumzi ya Mungu ndani. Hamna. Ni propaganda, unajua ni propaganda za kujaribu kuidogosha Biblia hii ya vitabu au vitabu hivi 66. Ni propaganda. Unajua ili Qur'ani isimame na Uislamu, lazima waharibu biashara Biblia. Lazima waharibu biashara hiyo ya Biblia. Kwa kuja ukatawa ile imeharibiwa, imetoa maneno, hiyo ni maneno ya baadaye kabisa ambayo yamekuja kuletwa hasa na Uislamu mpaka leo. Wakati tunasema Waislamu, sasa nataka tumalizie hapa. Wakati tunasema Waislamu, tunaangalia watu ambao ni Wakristo wezenu tuseme, au tuseme Wakristo wezetu. Biblia ya Kiafrika. Ukifika kwenye agano lililoandikwa Mathayo ule utangulizi wake, wanasema agano lile wana doubt, yani wana wasiwasi au wanakubali lakini kwa shingo upande kwamba ni kweli mwandishi wake ni Mathayo. Sasa hao hatuwezi tukasema hao ni Waislamu. Tunazungumza wale ambao hawa, kwa mfano hawa Biblia ya Kiafrika ni zile taasisi ambazo ni Wakristo wenyewe kabisa. Hiyo sio Biblia Mwafrika, ni bora ukasoma hapo. Ndiyo. Soma hapo ili watu watazamaji wasikie kwamba tunachokisoma kimesemaje na wapate ufafanuzi ambao unaelezea jambo hilo. Soma hapo. Okay. Tuweze kusaidia hapo. Hiyo ni utangulizi wa kitabu cha Mathayo. Soma hapo. Sawa. Utangulizi wa Mathayo anazungumzia mandhari ya kitabu hiki cha Mathayo. Anasema injili ya Mathayo inatokea kwanza katika injili zote kwa sababu ya urefu wake, umaarufu wa matumizi yake katika liturujia na mahubiri ya kanisa, na kwa sababu ya kuhusishwa kwa uandishi wake na mtume. Yaani hiki kitabu kinahusisha anisho na mtume Mathayo. Ndio. Kwa hakika urefu wake huifanya iwe hifadhi kamilifu zaidi ya mafundisho ya Yesu tulionayo. Na ukweli huu unatubainishia kwa nini kanisa huitumia zaidi. Lakini utafiti wa kisasa huafiki kwa ugumu sana mwandishi wake kuwa ni mtume Mathayo. Mapokeo ya awali kabisa ambayo humtaja Mathayo kuwa mwandishi wake husema kuwa aliweka pamoja mkusanyiko wa semi za Yesu katika Kiaramayo. Na inawezekana mkusanyiko huu uliathiri yaliyomo katika injili. Lakini injili ni zaidi ya mkusanyiko wa semi, inatakiwa kuwa na mkusanyiko kamili wa kazi ya Yesu. Sasa nikisoma huu ujumbe hapa na nikiifanisha na maneno yako ya kusema kwamba wakati tunaangalia vitabu gani viingizwe vingine visiingizwe, tunaangalia vile mwandishi wake. Kuna watu walikuwa, umesema hapa, kuna watu walikuwa wanaandika injili alafu wanatumia jina. Kwa mfano sasa mimi natumia Mathayo. Mimi naandika leo injili yangu alafu natumia jina Mathayo alafu nasema mwandishi wake ni Mathayo. Na hao wenyewe Biblia ya Afrika wana doubt kwamba inawezekana sio yeye, au tunakubali tu lakini kuna wasiwasi kwa kuwa yeye aliandika katika lugha ya Kiaramayo alafu alichoandika zilikuwa ni semi za Yesu tu. Umesema mbona umeleta vizuri hapo mwandishi na ufafanuzi huo. Wewe ufafanuzi wa maelezo, introduction ya Mathayo. Amesema utafiti wa kisasa. Sasa wewe unakuja kutafiti sasa hivi. Hiyo ina karne 20, unatafiti leo karne 2019, zaidi ya miaka 2000 iliyopita. Wewe utakuwa unatendea haki jambo hilo? Unapinga leo? Yaani waliokuepo wakaona kipindi kile wakakubali ni Mathayo, wewe leo baada ya miaka 2000 unasema sio Mathayo. Kwa ushahidi gani? Yaani utoe ushahidi kama jamani. Ndio maana mwandishi anaelezea kwamba utafiti wa kisasa wanapinga. Mbona utafiti wa kisasa unaendelea mpaka leo? Si ndio kina KSD Waislamu wanapinga kama sio Mathayo? Sasa kabla hatujawataja kina KSD Waislamu, hawa Wakristo wezetu ambao tunasema utafiti wa kisasa wanasema kwamba hii injili ya Mathayo wanaipokea kwa shingo upande, nitumie neno hilo. Kwa hiyo ni wao nao wao nao wanaipinga Biblia au wanapinga maneno ya Mungu kama unavyosema Waislamu, au tuseme ni nini? Huyu mwandishi wa hapo anaitwa introduce ya Mathayo ananukuu. Ndio. Sio kwamba anasema ananukuu au watafiti wa kisasa anawanukuu. Ndio, sasa hao watafiti wa kisasa ni kwamba wamepinga kwa anachomaanisha hapo. Ananukuu kwamba wanapinga, lakini wanapinga wana evidence. Kusema labda wana evidence, wana evidence fulani hawana. Okay. Wanapinga tu. Ndio wale wanaosema kuendelea kutaka bila kupotosha. Ameleta vizuri sana, lakini utafiti wa kisasa uafiki kwa ugumu sana mwandishi wake kuwa ni Mathayo. Ndio. Kwa sababu kwa nini unafiki kwa ugumu? Mapekeo ya awali kabisa ambayo umtaja Mathayo kuwa mwandishi wake usema kuwa aliweka pamoja kusanyiko wa semi za Yesu katika Kiaramayo. Ndio. Na inawezekana makusanyiko haya uathiri aliyomo katika injili. Ndio. Injili ya Mathayo imeandikwa kwa lugha sanifu sana ya Kigiriki. Kwa hiyo anasema hawa wanaopinga kuna mapokeo ya zamani. Na hapa anasema hivi, mapokeo ya zamani sana yasimulia kwamba Mathayo aliandika injili yake katika lugha ya Kiaramu. Ndio. Mapokeo ya zamani, sikia, mapokeo ya zamani yanasimulia, ni mapokeo yasio na ushahidi wa kisayansi wala ushahidi wa kihistoria. Yanasimulia tu kama unaona simulizi zinatokea
Kwamba jamani zamani kulikuwa na mfalme mrefu, alikuwa na futi 20. Yule mfalme alikuwa na mabinti wazuri sana, wakaenda kuchumbiwa, akaama sharti mruke moto. Ni masimulizi tu. Hawana ushahidi, ndio maana wanaeleza vizuri sana mapokeo. Yani, na huyo tena vile vile tena hisi imprimatur. Hapa kwenye haya maelezo yake kwamba Injili ya tatu okay. Kwa hiyo hatuwezi kukana kwamba watungaji wa Injili tatu waliunganika katika kutunga vitabu vyao. Mapokeo ya zamani sana yasimulia kwamba Mathayo aliandika Injili yake katika lugha ya Kiaramu, lakini nakili ya Kiaramu ya Injili yake imepotea. Ndio anasema masimulizi yanasema hivyo. Hayana ushahidi, lakini ananukuu tu kwa masimulizi yanasema. Ndio. Lazima hata mimi ningesema jamani walikuwa wanasema hivi. Ndiyo. Lakini ushahidi hakuna. Ilikuwa ni oral tradition ama ni oral tradition, masimulizi ya mdomo. Ndiyo. Wanasema tu kwamba iliandika Injili ya Kiaramu na hiyo ilipotea. Sasa ndio wanavyosimulia wanavyodai. Ila hawana ushahidi huo. Hiyo hawana ushahidi, unatuongezea, unatufafanulia. Sawa, sasa nataka nielezee hapa kwa nini wao wanasema wanapokea kiugumu. Wanasemaje? Zaidi ya hayo, yani zaidi ya hayo ambayo wameyatoa huku kwamba iliandikwa kwa Kiaramu zilikuwa ni semi tu. Zaidi ya hayo, Injili ya Mathayo imeandikwa kwa lugha sanifu sana ya Kigiriki. Jambo linaloonyesha kuwa Injili ya Mathayo sio tafsiri kutoka Kiaramayo. Ndio maana anaeleza vizuri sana hapa. Unaona sana huyo mwandishi kwenye introduction anaeleza vizuri. Ndio. Kwamba maka anapinga na kuvunja madai ya wale jamaa kama ni Kiaramayo. Okay. Kwamba iwezekani imeandikwa kwenye Kiebrania Kigiriki kizuri sana. Ndiyo. Kama ni tafsiri si kwa na ubora huu. Ndio. Kwa hiyo manaka anapinga mawazo ya wanaodai kwamba iliandikwa katika lugha ya Kiaramayo. Anawapinga. Sio anapinga kwamba hii Injili sio ile ya Mathayo kwa kuwa yeye aliandika kwa Kiaramayo, alafu hii yani tuseme mtu ameandika kitabu chake kwa Kiswahili, alafu nasema hapana hiki kakitafsiri kutoka kwenye Kiingereza. Lakini mnaona kile Kiswahili chake ni fasaha sana kwamba hii sio tafsiri ile, ingekuwa tafsiri ile. Au sasa unataka useme kwamba Mathayo Injili yake alikuwa ameiandika kwa Kigiriki? Ndio maana yake nitakuja huko, ndio maana nataka nije huko. Ndio maana nimekusomea kwamba vizuri pale mapokeo yanasema huyu mwandishi anayetoa introduction, mwanazuoni wa Kristo hapa, utangulizi, anaeleza mapokeo na mawazo ya watu wa zamani wanavyosema, na akienda chini pana yavunja kama ni Injili Mathayo kwa Kiaramayo. Sasa hii mbona ambayo ni Injili ya Kigiriki imeandikwa kwa Kigiriki fasaha sana? Kwa nini? Mathayo alikuwa ni msomi, alikuwa ni mtu mtoza ushuru ule. Anasema swala kutoza ushuru, alikuwa ni msomi, na kipindi kile kumbuka ule utawala ulikuwa utawala wa Kirumi ambao walikuwa wanatumia lugha nini ya Kigiriki. Kwa Mathayo alikuwa ni msomi, ndio maana akaandika kwa lugha fasaha ya nini ya Kigiriki. Kwamba Mathayo Injili yake aliandika kwa Kigiriki. Ndio maana yake nitakuja hapo. Mathayo aliandika Injili kwa Kigiriki, sio Kiaramu. Kwa sababu gani? Ndio maana nakwambia kwamba wanapokuwa wanaongea vitu hivi, hata Kesede nilisoma, ndio nakuja hapo, walisema Mathayo Injili yake imepotea. Tena anaongea inamtoka mishipa kwa ujasiri kama anaongea ukweli yani. Yeye anajiona kaongea ukweli kama anaongea vitu ambavyo havijui. Kwanza angejua kitu kimoja, wakati Yesu amekuja na wakati tuseme enza Yesu aliyokaa pale Israeli kwa muda miaka 33, angejiuliza ni lugha gani iliyokuwa lugha ya kitaifa kipindi hicho ama ya kimataifa ya ulimwengu wa Yesu huko duniani, ilikuwa lugha gani? Sawa, ngoja kwanza mwalimu. Huyu anazidi kukazia ili kwamba kwa nini wanaipokea Injili ya Mathayo kwa wasiwasi. Anasema aidha kwa uhakika kabisa yaliyomo ndani yake yanategemea kwa kiasi kikubwa sana Injili iliyotangulia ya Marko, Injili ambayo karibu yote iliingizwa ndani yake. Yaani hii Injili ya Mathayo tunayoisoma, mambo mengi ambayo tunayasoma tunayategemea kutoka kwa Marko. Marko maana yake ndiye alikuwa wa kwanza kuandika Injili. Unajua una kitu kielewe. Hivi jiulize swali, kama Marko angekuwa wa kwanza kuandika Injili, hiyo Injili ya Marko ina sura ngapi? 16. Ndio. Na Mathayo ina sura ngapi? 28. Ndio. Haya mengine Mathayo yatoa wapi? Ya sura zilizofuatia 13. Okay. Karibu nusu kwa nusu. Ni mawazo na ni madai yamekuwepo kwa muda wa miaka mingi. Hebu Mathayo alikuwa ni mwanafunzi wa Yesu. Yeah. Yesu alimuita akaacha kazi ya CRA akaenda kwa Yesu. Yeah. Amekaa na miaka mitatu, 24 hours ya naye. Yeah. Alafu Mathayo huyo akategemea Marko. Na sababu nyingine mwalimu Kesede wakati tunafanya, yeye alitoa sababu kwa Mathayo akasema Mathayo ukiangalia ndani ya mistari yake anasema Yesu alipokuwa na Peter Forodhani alimuona mtu mmoja amekaa, akamuita yule mwanafunzi wake. Huyo mtu mmoja ndo Mathayo. Akasema Mathayo asingejiandika kwamba alimuona mtu mmoja wakati ni yeye mwenyewe. Ndio nakuja hapo anaposema ndio anajenga hoja ambayo ni dhaifu, na vitu vingine shida ni shule. Vitu vingine shida ni shule tu. Kawaida kama ni mwandishi, nadhani itakuwa ni mwandishi wa habari pia, nisijue elimu yako ya kiwango cha uandishi nisielewe. Unapokuwa unaandika kwenye elimu ya uandishi journalist, huo unaandika kutumia unaporipoti jambo unatumia unapoandika unatumia nafsi ya tatu. Kwa hiyo ndio utaratibu wa kiuandishi kutumia nafsi ya tatu.
kana kwamba kuna mtu mwingine ambaye anakuandikia habari hizo. Kwa mfano kitabu kwa mfano cha mwandishi, unakuta anakiandika labda introduction nyuma yake maisha yake. Ama mwandishi labda ni wewe simulizi, anasema bwana simulizi alizaliwa mwaka 1920, kijiji kinaitwa Matunganye, alisoma shule. Huyu simulizi ameoa, anatoa nne. Huyu simulizi bwana alimaliza, utazana aliyeandika ni mwingine. Kumbe ni yeye mwenyewe. Andika historia yake. Sema kumbe hiyo simulizi bwana anaelezea historia ya maisha yake. Huyu ni mwingine bwana, anamsemea simulizi. Huyo ndio mmoja aenda shule ajui liturujia ama kanuni za uandishi za kutumia nafsi ya tatu kwenye uandishi. Unapokuwa na ripoti. Sawa mwalimu.